Unaweza ukanyosha mkono wako namna hii, ishara ya unyenyekevu kwa Mungu. Maana hata uhai tulionao ni kwa neema yake tu. Tuseme ametenda maajabu Bwana, wala si kwa kufaa kwetu wala kustahili kwetu. Haleluya. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, ametenda maajabu, maajabu. Yesu ametenda maajabu, ametenda maajabu, ametenda maajabu, maajabu. Yesu, tuseme ametenda maajabu Bwana, ametenda maajabu, ametenda Yesu, ametenda maajabu katika maisha yetu, ametenda maajabu, maajabu. Yesu, tunasema ametenda maajabu. Huyu Yesu ametenda maajabu. Bwana ametenda maajabu, maajabu. Yesu, kuzimu ilitarajia tungekuwa tumekumbwa na ile roho ya mauti, lakini maajabu ya Yesu aliyoyatenda katika maisha yetu ndiyo tunayoyasimulia saa hii. Kuna vitu ambavyo vilishindikana kwa akili zetu, lakini Bwana ameonekana akiwa katikati yetu. Haleluya. Amenifuta machozi, amenifuta machozi, amenifuta machozi, machozi. Yes, mwambie Bwana amenifuta machozi, amenifuta machozi. Sikustahili mimi, amenifuta machozi. Huyu Yesu amenifuta machozi, machozi, machozi. Yesu amenifuta machozi, amenifuta machozi. Huyu Yesu amenifuta machozi. Bwana amenifuta machozi, machozi. Yesu, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange. Wakinitazama wakuone wewe, unifinyange.
nifinya, nifanye Bwana, nifanye kama wewe, unifinyange. Mwambie Bwana, nifinya. Wakinitazama, wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange. Bwana, nifinya, nifanye Yesu, nifanye kama wewe, unifinya, nifinyange, nifinya. Wakinitazama, wakinitazama, wakuone wewe, unifinya, nifinyange Bwana, nifinya. Hata ninaposhindwa, nifanye kama wewe, unifinya. Achilia moyo wako kwa Bwana, nifinya. Wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange, nifinya. Maombi yangu yafike kwako, moyo ulioponde, futa dharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nao, nifanane na maombi yangu Yesu. Yafike kwako, moyo uliopondeka, futa dharau. Ni kiu yangu Yesu, yangu ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu yangu. Fike kwako, moyo ulioponde, futa dharau. Ni kiu yangu Yesu, yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane. Mwambie Bwana, nifanye kama wewe, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinya. Wakinitazama, wakuone wewe, unifinyange, nifinya. Hata ninaposhindwa Bwana, neema yako Mungu ikawe juu yangu. Mwambie Bwana, hata ninapotegewa ile mitego, Yesu kaniokoe Bwana. Inawezekana ni maneno niliyotamkiwa kwa wale walionipita, inawezekana ni maneno nilitamkiwa kwa babu zangu, na mimi imenikuta kwa sababu ya kisasi. Achilia moyo wako kwa Bwana. Bwana anapenda moyo uliofunguka. Inawezekana ni kukata tamaa, inawezekana ni maisha, inawezekana ni ndoa ambayo inakusumbua. Yupo Yesu mtenda miujiza, yeye aliyesema imekwisha pale msalabani. Ndiyo yeye tunayesema tufinyange sahi. Achilia moyo wako kwa Bwana. Riaposhekere mokayabo sangaraba. Ni yeye Mungu yule mwingi wa huruma. Yeye sio mwepesi wa hasira. Pale mawazo yetu yanapofika mwisho, yeye ndio anapoanza.
Achilia moyo wako kwa Bwana ili Bwana apate kukuhudumia. Nyosha tu mikono yako namna hii. Wakati mtumishi wa Bwana anakuja maoni, nyosha tu mikono yako juu namna hii. Tunaendelea kulitia jina la Bwana, tukijiachilia mioyo yetu, maana Bwana anamjua yule ambaye amefungua moyo wake na ana nia iliyo njema katika moyo wake. Haufanani na kitu kingine, haufanani na kitu kingine, haufanani, haufanani na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pasua mawimbi, pasua mawimbi. Haufanani, Haufanani na kitu kingine, haufanani, haufanani na kitu kingine. katikati ya bahari, Katikati ya bahari umepasua mawimbi, umepasua mawimbi, fanani, haufanani na kitu kingine, maana yeye hafanani. unaweza kumfananisha nini Mungu? Unaweza kumfananisha na nini Mungu wetu? Yeye hawezi kufananishwa kamwe. Mwanadamu alijaribu ikashindikana, bado yeye alibaki kuwa Mungu katikati ya mwanadamu. Hata pale mwanadamu alipotamani kumfikia Mungu, bado alishindwa, maana nguvu za Mungu ni za ajabu. Ni kweli umedharaulika, ni kweli kuna mahali umekata tamaa, ni kweli kuna wakati unapitia vita, ni kweli kuna wakati magumu yanakusonga, lakini bado yeye ni Mungu asiyefananishwa kamwe. Endelea tu kumuita Bwana, endelea tu kumuita Bwana, maana ziko nguvu za Mungu mahali hapa, ziko nguvu za Mungu mahali hapa. Endelea tu kumuita Mungu mahali ulipo. Haijalishi ya kwamba uko kazini, haijalishi ya kwamba uko kwenye biashara, haijalishi ya kwamba uko shambani. Endelea tu kumuita Bwana ambaye hajawahi kufananishwa kamwe. Ita Bwana, ita Bwana, ita Bwana, ita Bwana, yule ambaye hajawahi kufananishwa kamwe. Inawezekana kuna majira ulifika ukakata tamaa, inawezekana kuna majira ulifika ukachoka. Leo hii siku ya Bwana, leo hii ni siku ya Bwana katikati ya maisha yako, katikati ya hiyo biashara inayokuchosha, katikati ya hao maadui wanaokuzunguka, katikati ya hiyo vita unayokutana nayo. Leo ni siku ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakufanikishe, Mungu akakutane na wewe kila mahali unapopitia, kila mahali unapopitia, katikati ya vyanzo vyako vya kiuchumi. Kutana na Bwana, kutana na Bwana asiyefananishwa, kutana na Bwana aliyebeba majira yako, kutana na Bwana anayeweza kukushindia vita yako. Kutana na Bwana jioni ya leo. Ndio Bwana, mtu huyu ameteseka, mtu huyu kuna mahali amefika akaona inatosha, mtu huyu kuna mahali amefika akachoka akakata tamaa kabisa. Bwana, muinue tena kwa upya, liinue tena jina lake kwa upya,
Inua tena familia yake kwa upya. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, unayetubariki watumishi wako. Mtu wa Mungu, mahali ulipo, sema amina kubwa. Sema amina kubwa, maana Bwana nimemwona akikutendea. Nimemwona Bwana akikupigania. Nimemwona Bwana akikutendea. Sema amina kubwa mahali ulipo, maana Mungu anataka kuendelea kukuimarisha na kuvusha katika viwango vingine. Okay, tunalianza somo linalosema namna ya kushinda vita kwenye majira yaliyobeba baraka zako. Namna ya kushinda vita kwenye majira yaliyobeba baraka zako. Ndugu yangu, nadhani kuambie kitu kimoja. Katikati ya maisha yako yako majira yako. Katikati ya maisha yako kuna wakati wako ambao Bwana ameuandaa kwa ajili ya kufika mahali fulani. Lakini kuna wakati unapitia vita. Kuna wakati unakutana na magumu. Kuna wakati watu uliokuwa karibu nao kuna namna wanakukatisha. Kwa nini? Kwa sababu majira yako kuna kitu ambacho yamekibeba. Na sio rahisi sana mtu kukutia nguvu au kukutia moyo katika majira yako yaliyobeba baraka zako. Na tena nataka nikuambie ya kwamba katikati ya maisha yetu kila mtu ana majira yake. Na ndio maana wakati mwingine kuna watu ambao Mungu amewatendea, lakini wazazi wao walishindwa, lakini ndugu zao wa karibu walishindwa, wanaukoo wenzao walishindwa. Lakini alipofika majira ya mtu mmoja katikati ya huo ukoo, kuna mahali alifikishwa na Bwana. Kwa hiyo nataka ujifunze katika kipindi hiki kwamba kuna majira ambayo Mungu anayaachilia au ameachilia katikati ya maisha ya kwako, lakini iko vita ambayo inazuia baraka katikati ya majira yako. Kwa hiyo kila mtu aliyeko duniani ana majira yake ya kubarikiwa. Kila mtu aliyeko duniani ana majira yake ya kubadilishwa jina lake. Kila mtu aliyeko duniani ana majira yake ya kukutana na Bwana. Kwa hiyo natamani kila mmoja mpaka tunapoimaliza wiki hii akutane na Mungu aliyebeba majira yake. Okay, nataka nikwambie ya kwamba neno baraka katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukaitambulisha kwa namna hii kwamba baraka ni nguvu ya Mungu iletayo mafanikio katika maisha ya mtu husika. Naomba nirudie tena, mtu wa Mungu. Baraka ni nguvu ya Mungu iliyobeba mafanikio katika maisha ya mtu husika. Sio watu, ni habari ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, anabadilisha kwako kwanza, na kupitia wewe unaweza ukatumiwa na Mungu ukabadilisha na maisha ya ndugu zako. Kwa hiyo kila mtu aliyeko duniani hayuko kwa bahati mbaya, na kila aliyeko duniani ana majira yake ya kubarikiwa. Nadhani kutangazie wiki ya kukutana na Bwana wa majira yako katikati ya baraka zako. Okay, nadhani nikusaidie kitu kidogo mpendwa. Unaposema neno majira ni vipindi mbalimbali ndani ya wakati ulioamriwa chini ya mbingu. Nadhani nirudie tena mpendwa, mtu wa Mungu. Majira ni vipindi mbalimbali ndani ya wakati ulioamriwa chini ya mbingu. Kwa hiyo ninaposema neno ndani ya majira
kuna baraka za mtu. Elewa, ukiona aidha kuna namna ambayo unachelewa, jua ndani ya majira yako kuna vita ambayo iko. Kwa nini nadhani kuambia kitu mpendo? Kila mtu aliyeko duniani ana baraka zake aliyoandaliwa, na hakuna mtu aliyeko duniani ambaye Mungu amepanga akae duniani amtupe. Kwa nini? Biblia inasema Mungu hawezi kumtupa mja wake. Kwa hiyo hata wewe katikati ya majira yako kuna baraka zako. Kwa hiyo usipojua namna ya kusemesha baraka zilizoko ndani ya majira yako, kuna namna moja au nyingine unaweza ushindwe kuzifikia baraka zako. Kila mtu aliyezifikia baraka zake alijua namna ya kusimama na Mungu aliyebeba majira yake. Kwa hiyo nataka nikufundishe katika wiki hii, ili nitakapomaliza nisikie ushuhuda wa mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba nilikuwa kwenye majira haya na sasa Bwana amenitetea au Bwana amenitendea. Okay. Biblia katika kile kitabu cha Mhubiri, neno la Mungu linasema, neno la Mungu katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa kwanza, neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Neno la Mungu linasema, narudia tena, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtu wa Mungu, ndani ya wakati wako kuna baraka zako. Kwa nini? Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo kuna majira ya kutembea katika hali fulani, na kuna majira ya kuinuliwa, kutolewa katika hali fulani, kupelekwa katika hali fulani. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza, katikati ya majira yako kuna vipindi ambavyo Mungu ameviandaa uvipitie, ili azidi kukustawisha au azidi kukutengeneza ili uwe bora katika siku ya kesho. Mtu wa Mungu, hakuna jambo lolote katika ulimwengu wa rohoni au katika ulimwengu wa mwilini ambalo linaanzia mwilini. Kila jambo linaanzia rohoni. Kwa hiyo ukikaa vizuri rohoni, kuna namna Mungu wa majira anaweza kuyabadilisha majira yako, na hata wale waliokudharau ikafika wakati wakakuheshimu. Kwa nini? Kwa sababu ulijua namna ya kuitumia gharama ya damu ya Yesu Kristo, ya kutumia neema ya wokovu, ya kutumia neema ya kumjua Kristo katika ulimwengu wa kiroho, ukabadilisha maisha yako kupitia ulimwengu wa kiroho. Kila mtu aliyebarikiwa kuna namna anajua kucheza katika ulimwengu wa kiroho. Sikiliza, kuna watu wanajipa matumaini, wanatafuta njia za shortcut ili kuzitafuta baraka. Mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba kila mtu aliyetumia njia za shortcut kuna mahali alifika, na alipofika hapo mahali kuna namna alidhalilika au mali zake zilipotea. Kwa nini? Kwa sababu kila kusudi ambalo sio la Mungu litaharibiwa. Kwa hiyo kuna watu ambao kazi yao kubwa, wanatamani kuona mafanikio ya haraka haraka, wanatamani kuona baraka za haraka haraka. Kwa hiyo wanashindwa kutumia gharama ya msalaba kwa ajili ya kukutana na baraka zao katika majira yao. Jioni ya leo nadhani kufundishe, Mungu wetu tuliye naye anabariki sana. Ni kwa vile watu wanataka kubarikiwa haraka haraka. Sikiliza, wote waliofanikiwa katika ulimwengu wa kiroho hakuna siku waliofilisika, lakini watu ambao wamepokea baraka za haraka haraka, kuna majira yalifika wakafilisika.
Kwa hiyo acha kutafuta mafanikio ya haraka haraka. Mtafute Bwana aliyebeba mafanikio ambayo yana uhakika, ambayo yana kusudi la Mungu ndani yake, ili katika baraka hizo kila atakayeziishia katikati ya kizazi chako aone furaha. Unaposoma neno la Bwana katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Sikiliza, basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Mtu anayejua kutembea vizuri na Mungu aliyebeba majira ya baraka, anajua namna ya kusimama kwenye maeneo. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya Mungu ndiyo inayopiga kelele ndani ya huyo mtu, kwamba utakapokaa pale kuna namna ninaenda kukutana na wewe. Sasa walio wengi, kwa sababu kuna vitu wanavyovitafuta na wala sio kwamba wanamtafuta Mungu aliyebeba majira ya baraka, basi wao hutamani wanapokuja kwa Mungu kesho wafanikiwe. Kwa hiyo wanazikosa zile baraka za Bwana katikati ya maeneo yao. Kwa nini? Kwa sababu wanataka mafanikio, sio kumtaka Mungu aliyebeba mafanikio. Sikiliza, jifunze kumtaka Mungu aliyebeba mafanikio yako. Usitake mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyepata mafanikio alimpata Mungu aliyebeba mafanikio. Nakumbuka hadithi moja niliyopewa na rafiki yangu mpendwa. Aliniambia kwamba kuna familia moja, na ndani ya hiyo familia kuna mtu ambaye alizaliwa peke yake. Lakini huyo mtu ambaye alizaliwa peke yake akaondoka kwa ajili ya kujitafutia maisha, na mzazi wake alikuwa ni mbarikiwa. Kwa hiyo wakati alipoenda kwa ajili ya kujitafutia maisha, maana alisema siwezi kumiliki hivi vya baba, ngoja nikatafute vya kwangu. Alipoenda katikati ya mipaka ya mbali kwa ajili ya kumiliki baraka za kwake binafsi, kuna majira alifika yule baba yake akaugua sana, na akataka kumuita kijana wake ili aweze kumkabidhi sehemu ya mali yake. Yule baba alipomtuma mwanaye kwamba ninatamani ufike mahali fulani unitafutie mwanangu ili aweze kuja hapa nimbariki kwa hivi vitu vyangu vyote. Alipofika katikati ya hiyo mipaka ambayo mwanaye alikuwa anafanya kazi, huyo mjakazi alipofika akamkuta yule kijana anasema sawa, nitakuja. Akaja tena mara ya pili, akamwelekeza yule kijana, yule mtumwa, baba yako anakuhitaji. Akamwambia tena, nenda na utakapofika huko mwambie nitakuja. Mara ya tatu akamjibu vile vile. Alipofika yule mtumwa katikati ya baba yake, akaambiwa, sikiliza nikwambie, huyu kuna namna amenidharau. Kwa hiyo kwa kuwa amenidharau, hivi vitu vyangu vyote ninakupa wewe, na hivi vitu nikishakupa wewe, atakapokuja huyo mwanangu utampa kitu kimoja kati ya hivi nilivyo navyo. Basi kijana akasikia baba yako amekufa. Kijana akatoka kule alipo akarudi nyumbani. Mara ghafla kwenye msiba, risala inasomwa, anasikia kila kitu nimempa huyu mtumwa ambaye nilimtuma, lakini wewe uchague kitu kimoja tu kwenye risala ya baba aliyoandika katikati ya hivi vyote. Yule kijana akasema, nitakapochagua mashamba
sina fedha ya kulima. Nitakapochagua miradi ya mashine, sina fedha ya kuiendesha. Nitakapochagua magari, sina fedha ya kuyasafirisha na kuyarekebisha yanapoharibika. Akasema sasa mimi ninamchagua huyu kijana aliyepewa hizi mali. Kwa nini? Akaulizwa kwa nini? Akasema kwa sababu nimeambiwa nichague kimoja. Akaulizwa tena kwa nini? Akasema kwa sababu nikimpata huyu na vyake nimevipata. Kijana alitumia hekima pamoja na kuchelewa. Sikiliza, pamoja na kuchelewa, lakini kijana alitumia hekima, alitumia busara, kwamba nitakapompata huyu aliyepewa vitu vyangu, basi nimepata vyote. Sikiliza, ni sawa na mtu ambaye anazitaka baraka za Mungu. Anapomchagua Kristo, amepata baraka zote. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Kristo kuna majira yote ya baraka. Kuna mafanikio ya mashambani, kuna mafanikio ya mifugo, kuna mafanikio ya kila sekta. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Kristo vitu vyote viliwekwa juu yake. Nataka nikuambie nini mpendwa? Mchague Kristo hivi leo ili kila kitu kiwe juu yako. Waliomchagua Kristo hatuogopi kudhalilika, hatuogopi chochote, hatuogopi kwamba majira ya baraka bado hayajaja. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba majira ya Bwana ya juu yetu. Kwa hiyo mtu yoyote aliyemchagua Kristo alikutana na Kristo katikati ya mambo yote. Kwa hiyo na wewe leo nakuita ulichague jina la Bwana, ili Bwana akayabadilishe maisha yako, ili Bwana akakubariki katikati ya majira yako, ili Bwana akayarahisishe majira yako yaje kwa haraka katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, pokea hizo baraka, mchague Kristo. Ibrahimu alibarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu alimchagua Kristo aliyebeba baraka zake. Kwa hiyo kila mahali alipopita Ibrahimu alibarikiwa, na kila vita iliyoinuliwa kwa ajili ya Ibrahimu, vita alishinda. Okay, nataka nikufundishe habari ya taifa moja. Wakati huu tunapoendelea na somo letu, nataka nikufundishe habari ya taifa moja. Watu waliosikia habari mbaya ndani ya majira ya baraka zao, waliosikia taarifa mbaya, waliosikia mambo mabaya katikati ya majira ya baraka zao. Neno la Bwana katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ule mlango ngoja nitaangalia mstari vizuri. Sikia sauti ya Bwana ikiniambia nipite mahali pengine. Roho Mtakatifu amenikumbusha kuna kitu nimesema kuhusu habari ya baraka, kwamba kila kitu chanzo chake ni rohoni. Kwa hiyo nataka nikupitishe hapo. Kwa hiyo kila aliyepokea ulimwengu wa roho alipokea baraka zinazoanzia rohoni. Neno la Bwana katika kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 5 mstari ule wa 24. Neno la Bwana katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5 mstari ule wa 24. Unaweza kufungua mtumishi wa Bwana uweze kusoma pamoja nami. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5 ule mstari wa 24. Biblia inasema, atabarikiwa Yaeli, atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni atabarikiwa kuliko wanawake wote hemani. Unasikia habari za mtu huyu ambaye jina lake anaitwa Yaeli, mwanamke ambaye alipokea baraka za Bwana. Kwa nini? Biblia inaniambia ya kwamba wakati wa Israeli walipokuwa wakishindana vita, Sisera alifika kwenye malango ya mtumishi wa Bwana huyu. Alipofika kwenye haya malango, maandiko yananiambia ya kwamba kwa sababu ya vita ilikuwa kubwa
ya wana wa Israeli pamoja na jeshi hili la Sisera, maandiko yananiambia ya kwamba huyu Sisera alipofika katikati ya malango ya mwanamke huyu, Biblia inaniambia ya kwamba akamkaribisha, lakini kwa kuwa alijua ya kwamba ni kitu gani ambacho Sisera alikikimbia kwa maelekezo ya kiroho, maandiko yananiambia ya kwamba Bwana akaleta usingizi mnono katikati ya Sisera, na alipoleta usingizi mnono, Biblia inaniambia ya kwamba yule mwanamke akampiga kijiti cha paji la uso. Biblia inaniambia ya kwamba ikaanza juu mpaka kikashuka chini. Kwa nini? Kwa sababu Sisera alikuwa ni mtu anayetukana jeshi la Mungu la Israeli. Sikiliza nikwambie, kuna watu ambao wanatukana maisha yako ulio nayo kwa sababu ya wokovu. Kuna watu wanakutukana kwa sababu umempokea Kristo, kwamba huyu amempokea Kristo atapata nini? Kwa hiyo wametumika kama watu wanaotukana wengine. Sikiliza nikwambie, wanaokaa rohoni hawasikilizi sauti ya kwamba huyu anayenitukana ni nani. Wanaendelea kumwangalia Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata kama watu wanakuona ya kwamba kuna namna wewe bado ni mchanga, sikiliza nikwambie, Bwana anaweza akakubariki kwa majira yake, akaifuta aibu yako katikati yako. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la Mungu unatembea nalo, baraka za Bwana unatembea nazo. Kwa hiyo mtu tu ni majira ya kusema ya kwamba kuna jambo nalitaka kwa Bwana. Yaeli alitimiza kusudi la Bwana. Biblia inaniambia ya kwamba Baraka katikati ya vita hii, kuna namna alikimbia vita, akimwambia Debora kwamba mimi nitaenda pamoja na wewe, lakini kama nikwenda peke yangu siko tayari. Kwa hiyo wanawake hawa, Debora pamoja na Yaeli, ambaye Yaeli alitumika kwa ajili ya kumuua Sisera, maandiko yananiambia ya kwamba Mungu akambariki Yaeli kuliko wanawake wote. Sikiliza nikwambie, endelea kusimama na kusudi la Bwana. Usiogope ulimwengu unasema nini. Usiogope walio karibu na wewe wanasema nini. Usiogope sauti ya wana wa ulimwengu, watu ambao wamelikataa jina la Bwana. Endelea kusimama na majira ya Bwana ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu baraka za Mungu zinakuja kwa wakati wa Bwana. Haleluya, mpendwa mtu wa Mungu. Okay, baraka kuanzia kwanza rohoni ndipo kutimia katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo kwa namna hiyo, shindana kwanza rohoni ili uweze kupokea baraka zako katika ulimwengu wa mwilini. Lakini pia katika Biblia kuna mtu mmoja Biblia inamtaja, anaitwa Danieli. Kuna wakati majira yake yalicheleweshwa ya kupokea baraka zake. Biblia inaniambia ya kwamba mkuu wa Uajemi alizuia maombi yake, na hali malaika wa Bwana anasema katika kitabu cha Danieli sura ile ya 10 mstari wa 12 na kuendelea, maandiko yananiambia ya kwamba Danieli alijibiwa tangu siku ya kwanza. Kuna watu kwa sababu ya vita baraka zao zinacheleweshwa. Kwa sababu ya vita iliyoko yumkini kwenye familia yenu, baraka zinacheleweshwa. Kwa sababu ya vita iliyoko kwenye madhabahu ya ukoo wenu, baraka labda zinacheleweshwa. Kwa sababu ya mkuu wa Uajemi aliyekamata asili yenu, inawezekana baraka zinacheleweshwa. Lakini maandiko yananiambia ya kwamba aliyesimama na Bwana hata mwisho, maandiko yananiambia Danieli akaomba ndani ya siku 21, na alipoomba ndani ya siku 21, majira yake ya baraka zake kupokea maombi yake yalipofika, mkuu wa Uajemi aliachia anga ili mtumishi wa Mungu Danieli apokee majibu yake. Sikiliza, huyo mkuu wa Uajemi wa eneo lako aliyezishikilia baraka zako ili uweze kuchelewa kupokea majira ya baraka ya Bwana, sikiliza, kuanzia sasa
ninaharibu kazi za mkuu wa Uajemi wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huyo aliyekamata baraka zako, haijalishi ya kwamba amekamata kwa kupitia asili ya kwenu, haijalishi ya kwamba amekamata kwa kupitia madhabahu ya kwenu, huyo mkuu wa Uajemi wa lango lako lililokamata baraka zako, ninaachia moto katika jina la Yesu. Achie baraka zako kwa jina la Yesu, na jina la Yesu liendelee kutumika vyema katikati ya maisha yako. Usiogope ukiona anga lako la baraka zimekamatwa. Usiogope ukisikia watu wanavyosema habari ya anga lako la baraka, aidha katika elimu, aidha katika mifugo, aidha katika mashamba. Usiogope hata katikati ya kazi kuona kuna namna adui anataka kulichelewesha. Kuna watu wengine wanatembea na watu ambao hawataki wao wazipokee baraka zao. Kwa nini? Kazi kubwa ya shetani ni kumtumia mtu wa karibu ili kuchelewesha baraka za mtu. Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine adui anaweza kutumika kwa ajili ya kuzichelewesha baraka zako. Unaweza ushangae mkuu wako wa Uajemi unatembea naye, mtu ambaye anakataa baraka zako unatembea naye. Inawezekana ukienda ofisini unaenda naye, inawezekana ukienda shambani unaenda naye, inawezekana ukienda kwenye mifugo, kwenye banda lako unaenda naye. Na sisi kwa namna tusivyojua majira ya Bwana na watu sahihi wa kutembea naye katikati ya majira yetu, tumewakaribisha wazuia baraka kuliko wale wanaoweza kuzisindikiza baraka zetu. Sikiliza, kila aina ya mtu anayetumika kwa ajili ya kuzizuia baraka zako, jioni ya leo ninatangaza ya kwamba anaondoka katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kila kilichoshikiliwa ndani ya maisha ya kwako kiachiliwe. Kuna watu wanapambana sana na watoto wao, wana akili sana, lakini kwa sababu mkuu wao wa Uajemi yuko kwenye eneo la elimu, kuna mahali kwenye elimu huyo mkuu wa Uajemi anasema hawa watafika form 4 lakini hawataendelea mbele. Anasema hawa watafika form 2 lakini hawataendelea mbele. Hawa watafika darasa la 7 lakini hawataendelea mbele. Hawa watafika chuo kikuu lakini hawatapata kazi. Hawa watapata kazi lakini hawataona matunda ya fedha wanazozitafuta. Sikiliza nikwambie mpendwa mtu wa Mungu, adui ana njia nyingi sana za kuitafuta baraka yako iliyoachiliwa mikononi mwa Mungu. Ana mbinu nyingi. Kwa hiyo kila mtu aliyefanikiwa kwenye hili eneo alijua namna ya kukamata majira yake katikati ya ulimwengu wa kiroho. Nami ninaendelea kukuombea kwa Bwana kwamba majira yako yazidi kufunguliwa na baraka zako uendelee kukutana nazo katikati ya majira ya ulimwengu wa kiroho. Sikiliza, kuna mahali niliandika, usiache baraka yako ipotee kwa sababu ya ugumu unaouona mbele yako. Narudia tena, usiache baraka yako ipotee kwa sababu ya ugumu unaouona mbele yako. Kila mahali penye baraka kuna ugumu, na ndio maana waliozipokea baraka kwa kupitia njia za shortcut zilipotea, na hata waliopokea baraka kwa urahisi, walio wengi, zilipotea. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa kupokea baraka katika majira sio mwepesi kama unavyofikiri. Na walio wengi walipofikia karibu na kituo chao cha kupokea baraka, kwa sababu ya kushindwa kuvumilia,
kwa sababu ya kushindwa kuendelea kumtafuta Bwana, kwa sababu ya kushindwa kuendelea kusimama na Bwana, walifika mahali wakakimbia karibu na baraka zao. Mpendwa, hakuna baraka inayopatikana kwa urahisi. Kwa nini? Kwa sababu adui Shetani anajua majira yaliyobeba baraka zako. Kwa nini? Biblia inasema ya kwamba anafahamu kwamba ana wakati mchache, kwa hiyo anautumia huo wakati, anatumia hayo majira kwa ajili ya kukamilisha mpango wake mkakati. Lakini tunaposimama na Mungu, atatusaidia hata katikati ya majira magumu tunayoyapitia. Kwa hiyo nataka nikusii mpendwa mtumishi wa Bwana, usiyakimbie majira magumu unayoyaona. Hata kama adui alimtumia, aidha ikiwa labda tuseme ni mume wako au ni mke wako, ikiwa adui anawatumia hata hao, usikimbie majira yaliyobeba baraka zako. Endelea kung'ang'ana ndani ya Kristo, hata kama adui anamtumia huyo kuwa kama simba. Endelea kung'ang'ana, maana anayeliona kusudi la Bwana mbele haogopi hayo, haogopi hayo. Hata kama unamwona mumeo amekuwa mkorofi, amebadilika, kuna vitu ulizoea kuvipata lakini hauvipati, mtu ambaye anajua namna ya kusimama na majira yake hashindani na mume wake, anashindana na kile kinachozuia baraka ndani ya mume wake. Kwa nini? Kwa sababu kila kusudi la Mungu lazima alikamilishe. Haijalishi ya kwamba vita iliyoko mbele ni kubwa ya namna gani, lazima akamilishe. Usiogope ugumu unaouona mbele, hata kama adui anawatumia marafiki zako. Usiogope ugumu unaouona mbele, hata kama unaona majira ya ukame, majira ambayo hayana chochote unachokiona, majira ambayo kila ukilima, labda tuseme kwa mfano kwenye kilimo, unaona kabisa unakosa, hakuna namna yoyote ile unayoona baraka. Sikiliza, kuna rafiki yangu mmoja aliniambia wakati alipotoka shuleni, aliona rafiki zake aliyowaacha wameendelea sana. Akasema na mimi natafuta namna ya kufanikiwa kwa haraka. Akaamini kwamba atakapoingia shambani kuna namna anaweza kufanikiwa. Lakini alipoingia shambani, shamba likamtapika, alafu na kila kitu kikapotea katikati ya hilo shamba. Akasema sasa sijui nitafanya nini. Akasema ngoja nitaingia msimu mwingine. Akasema inawezekana msimu huu ni majira yangu ya kupokea mazao. Akalima eka 15 kwa mkopo. Majira yakamkataa, ukame ukapiga. Nakumbuka ananiambia alilima mpunga ukaharibika wote. Akasema sijui itakuwaje. Na mtu mmoja alimfundisha kwamba unaposimama kwenye eneo fulani usikimbie haraka, endelea kupambana kwenye hilo eneo. Nikamwambia rafiki, aliyekuambia ni mtu, lakini yuko Mungu. Utakapolia na Mungu, anaweza akakupeleka mahali ambapo baraka zako zipo. Nakumbuka akaanza kazi, akafungua eneo la uwakala, akaweka kila kitu, na kilikuwa ni kipindi kikubwa cha neema, kabla mambo mengi hayajaanza kwenye mtandao. Akapata baraka nyingi, akafanya vitu vingi, na Mungu akaendelea kumbariki, kwa sababu alitolewa ufahamu wake kwa watu, akapelekwa ufahamu wake kwa Mungu. Akaambiwa Mungu ndiye anayebariki, wala sio mashamba. Unaweza uhangaike na shamba lisikupe chochote,
Lakini utakaposimama na Mungu, Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wake. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ufalme kuna utajiri. Akasema sasa nimemwelewa Bwana. Natamani umwelewe Bwana. Mpendwa mtu wa Mungu, natamani akili yako itoke kwa watu wanaokushawishi, wanaokuambia fanya hiki, fanya kile. Akili yako ihame, iende mbele za Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kwa Bwana ndipo mahali ambapo yanazaliwa yote ambayo unayatafuta. Haijalishi ya kwamba umechelewa kwa kiasi gani, lakini unapoendelea kumwita Bwana, Bwana wa majira atakupa baraka zako. Pokea baraka zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hamisha ufahamu wako kwa watu wanaokushauri. Hama, sisemi kwamba usishauriwe, lakini nataka kuwaambia kwamba jifunze sana kumsikiliza Mungu katikati ya mambo yote. Kwa nini? Kwa sababu unapomsikiliza Mungu kuna vitu lazima vifanyike katika maisha yako. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe unayenisikiliza jioni ya leo, maana ninajua ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu anakutoa, kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka, kuna mahali ambapo ulidharaulika, kuna mahali ambapo unaenda kukutana na majira ya baraka zako. Kwa hiyo natamani watumishi wa Mungu watakapopita mahali hapa kwa ajili ya kuimba wimbo wa kuabudu, tuingie kwenye maombi kwa ajili yako. Eneo ulizozama ambalo linakunyima baraka unalijua, na majira yako ambayo umehangaika unapambana nayo na hauoni chochote, hauoni matokeo, unayajua. Na tunatamani tumuite Bwana aliyebeba matokeo yako ili uweze kukutana naye katikati ya majira yako yaliyobeba baraka. Watumishi wa Mungu wanapopita, watumishi wa Mungu kwa ajili ya wimbo, tutamwomba Mungu ili majira yako mahali yaliposhikiliwa adui yaachie, ili uweze kukutana na Mungu aliyebeba baraka zako. Unaweza ukaendelea kunyosha mikono yako tu namna hii na moyo wako ukisema, Bwana, ninatamani unipandishe juu katika viwango vingine. Maana zile ahadi ambazo uliwaahidia watumishi wako na zile ahadi ulizotuahidia katika dunia hii, ya kwamba utatubariki tuingiapo, utatubariki tutokapo, ndizo ahadi zetu ambazo tunazitamani. Nataka nipandishwe juu, nataka nipandishwe juu. Hebu moyo wa kila mtu useme, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nisikae duniani. E Bwana, nipandishe. Nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nisikae duniani. E Bwana, nipandishe. E Bwana, e Bwana, niinue kwa imani, kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana, nipandishe. E Bwana, niinue kwa imani nisimame, nipande
milima yote, milima yote. E Bwana, unipandishe karibu Yesu, endelea kunyenyekea mbele za Bwana, moyoni mwangu, endelea kuinua moyo wako karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Achilia moyo wako kwa Bwana. Karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema, e Bwana Yesu. Sema, e Bwana Yesu. Mahali popote, sema mahali popote ambapo kwa namna moja nilikwenda kwa njia zisizofaa nikizitafuta baraka kwa kuzimu, pasipo kujua ya kwamba baraka za kweli zinapatikana kwa Mungu aliye hai. E Bwana Yesu, ninaomba unirehemu ili leo niweze kuanza maisha mapya ya kukutafuta wewe, Mungu uliyebeba baraka zangu. E Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, maana kwa namna moja nisiyojua, nisiyofahamu, kuna mahali nilikwenda nikiamini ya kwamba baraka sahihi zinapatikana hapo, na mwisho wa siku nikavuna magonjwa, nikavuna laana, nikavuna mikosi, nikavuna mashariki, nikavuna hata hali ya kuwaua wengine, nikaua minyama, nikaua mbuzi, nikaua ng'ombe, nikaua kondoo, nikaua hata ndugu zangu. E Bwana Yesu, ninaomba rehema zako. Kuanzia leo ninatangaza kutoka katikati ya vita yangu ya kiuchumi. E Bwana Yesu, ninatamani nizione baraka zako kwa njia ya wewe peke yako. Endelea kuomba. Wakati mtumishi wa Mungu anapoendelea kuomba, endelea tu kuomba. E Bwana, tunaleta kundi hili la wana wako na binti zako ambao Bwana umewapa neema ya kuweza kusikia neno lako, neno lenye uzima, neno lenye kuuisha, neno lililowatoa chini, neno linalowapa matumaini sawasawa na neema yako katika majira, kila mmoja mmoja na haja ya moyo wake. Kwa jina la Yesu, pokea haja ya moyo wako. Kwa jina la Yesu, pokea haja ya moyo wako kwa damu ya Yesu. Haijalishi ni maneno gani waliotamka juu yako, waliotamka juu ya familia yako, waliotamka juu ya kazi zako, waliotamka juu ya ndoa yako, ya kwamba utaolewa, ya kwamba utaoa, ya kwamba utafanikiwa. Tunatamka kufanikiwa. Majira yatakapofika, kila mmoja akazione baraka za Bwana. Nyenyua mikono yako, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kuinuliwa,
pokea kufanikiwa, pokea kufanikiwa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Hebu nyosha mkono wako juu namna hii. Hebu nyosha mkono wako juu namna hii. Hebu nyosha mkono wako juu namna hii. Mungu yuko pamoja nasi hapa. Eriakashekeremaya amesema kila majira na wakati wake. Wakati unafika wa kuolewa, huoni mtu. Wakati wa kuoa uliopangiwa na Bwana unafika, huoni mtu. Kumbe wamekuzindikia maagano na zile nguvu za yule adui. Wamesema kwamba hutafanikiwa katika maisha, nasi tunatamka katikati ya ibada hii ya kwamba pokea mafanikio kwa neno la Bwana, pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Haijalishi ugonjwa gani huo, haijalishi ni tatizo gani hilo, Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nawe. Na hata sasa Bwana amesikia kilio cha wewe. Bwana amesikia kilio cha wote. Bwana amesikia kilio cha wote. Haleluya, haleluya. Tumchapie Yesu makofi mengi mengi. Piga kelele za shangwe. Haleluya, 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 haleluya. Endelea kuchapa makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Maana Bwana ametenda. Maana yeye anaweza. Mtu mmoja akasema, sijawahi kuona hata siku moja mtoto akaenda kuomba mkate. Mungu ni wa ajabu Bwana. Unaweza, naweza, unaweza, unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Tuwasikie watu wakiimba unaweza. Haleluya. Unaweza, 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 unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Yes. Baba unaweza, unaweza, unaweza. Yesu unaweza, unaweza. Haleluya. Unaweza. Hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Yes. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Okay, kipindi kinachokuja tutaangalia vyanzo vya kiroho ambavyo vinaweza kukufikisha kwenye baraka zako. Vyanzo vya kiroho ambavyo vinaweza kukufikisha kwenye baraka zako. Ubarikiwe mtu wa Bwana.